FAR Rabat ni timu bora, imeweza kufanya mambo makubwa katika mpira wa Afrika. Lakini pia inatoka katika nchi ambayo iko bora sana. Sawa. Hata katika tuzo ambazo zimetolewa za CAF tumeona nchini Morocco wameweza kukimbiza kwa maeneo mengi sana, wamepata tuzo nyingi sana. Lakini pia ndio nchi ambayo imeweza kutoa wachezaji wengi katika tuzo, lakini pia ndio nchi ambayo imeweza kufika katika level za juu katika bara la Afrika. Ndio. Tutambua mara ya mwisho kule Katari wao walishia hatua ya nusu finali. Ndio. Na mara zote tukiwa tunafanya vizuri kama Afrika, kwa mfano ukienda labda taifa la Nigeria, ukienda Cameroon, ukienda Senegal, Mali, hatua muhimu sana kwenye kombe la dunia ambazo tulikuwa tunafika ni hatua ya robo finali. Yaani tulikuwa mwaka robo. Ndio. Lakini hiki chuma cha Morocco waliweza kufika hatua ya nusu finali. Tafsiri yake ni nini? Kwamba katika timu bora 4 za kumalizia mashindano ya kombe la dunia basi usiti kuitaja Morocco. Kwa hiyo Yanga wanakwenda kukutana na taifa ambalo lina historia kubwa kuanzia timu za taifa mpaka katika vilabu. Na hata mwishoni hapa tumeweza kuishuhudia Morocco katika ardhi ya Tanzania wameweza kucheza na kufika finali na hatimaye kulibeba kombe la CHAN. Kwa hiyo na wachezaji wengi ambao walikuwa wanaiunda Morocco, timu ya Morocco wanapatikana katika timu ya FAR Rabat. Kwa hiyo ni mechi ambayo hatuwezi kuipa moja kwa moja kwamba itakuwa mechi nyepesi. Bwana mambo mwana michezo mwenzetu, karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Njoo nikujuze kile ambacho nimekuandalia nyakati hizi. Niko naye hapa Steven Mwana wa Mapunda. Unakwenda kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu, lakini taarifa kubwa zaidi ni pale Young Africans dhidi ya FAR Rabat. Kuna small details ambazo tumeziandaa nyakati hizi tukujuze wewe bwana michezo mwenzetu. Hizi details bwana zinapewa nguvu kubwa mno na Double G Cleaners. Hawa ni mabingwa wa kufanya usafi majumbani, maofisini, lakini kama una eneo lako umelinunua na ni chafu kweli kweli unataka lisafishwe, basi wapigie simu Double G Cleaners kupitia namba yao ya simu ya 0675 34 76 34. Narejea tena ni 0675 34 76 34. Ukiwapigia bwana watahakikisha wanakuja kukufanyia usafi kwenye ofisi yako ama nyumba yako kwa gharama nafuu mno. Steven Mwana wa Mapunda, uko vizuri bro? Yes, mimi niko vizuri. Uzima upo na haulalamiki? Kwa kweli Mungu ni mwema. Ndio. Uzima upo wa kutosha kabisa. Namshukuru aliye juu. Sawa. Uhai. Sawa. Bwana Mapunda, mambo ni mengi kweli kweli, muda ni mchache. Muda huo mchache bwana tutakwenda kushuhudia Young Africans ikishuka dimbani dhidi ya FAR Rabat pale kwenye dimba la New Amani Zanzibar. Bwana, ni mchezo mzuri, utakuwa na wakuvutia kweli kweli ukitazama timu zote mbili ambazo zinakwenda kukutana. Lakini nyakati hizi Mapunda, mimi nataka kujua ni nyota wa aina gani ama ni upande gani wa kuchungwa kweli kweli wa FAR Rabat ambao unaleta madhara kwa wapinzani. Young Africans wawe nao makini mno kama ni nyota ama labda ni upande ambao unakuwa hatari kwenye kutengeneza mashambulizi na kuzitafuta alama 3. Of course, ukiangalia mechi hii ya FAR Rabat ambao wanakwenda kufungua hii duru ya kupambania kwenda hatua ya robo finali dhidi ya Yanga, ni mechi ambayo itakuwa ya kimbinu zaidi. Ni mechi ambayo inategemewa kuwa mechi ngumu kulingana na nature ya timu zote mbili zinazokutana. FAR Rabat ni timu bora, imeweza kufanya mambo makubwa katika mpira wa Afrika. Lakini pia inatoka katika nchi ambayo iko bora sana. Hata katika tuzo ambazo zimetolewa za CAF tumeona nchini Morocco wameweza kukimbiza kwa maeneo mengi sana, wamepata tuzo nyingi sana. Lakini pia ndio nchi ambayo imeweza kutoa wachezaji wengi katika tuzo, lakini pia ndio nchi ambayo imeweza kufika katika level za juu katika bara la Afrika. Ndio. Tutambua mara ya mwisho kule Katari wao walishia hatua ya nusu finali. Na mara zote tukiwa tunafanya vizuri kama Afrika, kwa mfano ukienda labda taifa la Nigeria, ukienda Cameroon, ukienda Senegal, Mali, hatua muhimu sana kwenye kombe la dunia ambazo tulikuwa tunafika ni hatua ya robo finali. Yaani tulikuwa mwaka robo. Lakini hiki chuma
cha Morocco waliweza kufika hatua ya nusu fainali. Yes. Tafsiri yake ni nini? Kwamba katika timu bora 4 za kumalizia mashindano ya kombe la dunia basi usiti kuitaja Morocco. Kwa hiyo Yanga wanakwenda kukutana na taifa ambalo lina historia kubwa kuanzia timu za taifa mpaka katika vilabu. Na hata mwishoni hapa tumeweza kuishuhudia Morocco katika ardhi ya Tanzania wameweza kucheza na kufika fainali na hatimaye kulibeba kombe la CHAN. Kwa hiyo na wachezaji wengi ambao walikuwa wanaiunda Morocco, timu ya Morocco wanapatikana katika timu ya FAR Rabat. Kwa hiyo ni mechi ambayo hatuwezi kuipa moja kwa moja kwamba itakuwa mechi nyepesi, ni mechi ngumu. Lakini pia ukirudi pia upande wa Yanga pia na wenyewe pia sio wanyonge. Ni mabingwa hawa mara 4 mfululizo ambao wameweza kuchukua kombe la NBC Premier League, lakini pia wameweza kubeba kombe la CRDB Federation Cup mara nyingi zaidi. Lakini pia ni timu ambayo imefika fainali katika misimu hii mitatu ya mwishoni. Kombe la shirikisho imeweza kufika robo fainali, lakini pia imeweza kuishia hatua ya makundi msimu uliomalizika. Lakini pia ina wachezaji nyota ambao wa kuchungwa, kina Pacome Pierre Zouzoua ambao wamecheza kwa mafanikio, wakina kipa Djigui Diarra ambaye yupo muda mrefu, kuna beki wa kutumainiwa Dickson Jobu, kuna Ibrahim Baka. Wote wameweza kukaa katika ile cream ya Yanga bora ambayo imeweza kupata mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo tunategemea kuona mechi nzuri sana baina ya hizi timu. Lakini tunapokwenda kuitazama timu ya FAR Rabat kutokea pale Morocco, je, ni watu gani wa muhimu sana ambao wanatakiwa Yanga waweze kuwatolea macho na kuweza kuwachunga kweli kweli? Hawa watu wamekuwa ni tishio kwa upande wa timu pinzani mara kadhaa wakiwa wanacheza na mpinzani kuelekea katika tournament yoyote ile. Ni watu gani wa kuweza kuchungwa? Lakini kabla tuenda kuwataja watu hao, timu ya FAR Rabat yenyewe kama yenyewe kwa ujumla wake ni timu hatari. Yani yenyewe kama yenyewe ni timu hatari. Kwa sababu gani? Ni timu ngumu sana kuweza kuruhusu mabao. Yani kufungwa kwake imekuwa ngumu sana, yani kuweza kufungwa imekuwa ni timu ngumu sana kuruhusu goli. Kwa hiyo tutegemee kuona kwamba Yanga watengeneze mbinu ambazo wanaweza wakatengeneza nafasi na nafasi hizo ziweze kuzaa mabao mapema, kwa sababu ni watu ambao wamekuwa wagumu kuweza kuruhusu goli, lakini pia wamekuwa wepesi zaidi wa kutafuta matokeo mapema zaidi. Kwa hiyo katika dakika 15 za mwanzo Yanga wanatakiwa wawe na discipline ya hali ya juu, waweze kufanya quick passing, lakini pia waweze kufanya defensive ambayo itakuwa ya maana zaidi, kwa sababu ni watu hatari zaidi. Lakini tukija kuangalia wachezaji wa kuchungwa, kuna mtu mmoja anaitwa Reda Slim. Reda Slim ni nyota wa kuchungwa sana katika kikosi hiki cha FAR Rabat, kwa sababu ni mchezaji wa pale pale Morocco, lakini pia ana experience ya kuweza kucheza pia katika nchi ya Misri kupitia timu ya Al Ahly. Ukiangalia msimu wa mwaka 2019 mpaka 2023 alikuwa akitumikia FAR Rabat. Ameitumikia FAR Rabat, baada ya hapo akatoka akaenda nchini Misri 2023 mpaka 2025 akawa anaitumikia Al Ahly. Ameitumikia Al Ahly mpaka 2025 tena hii mwaka huu tena akawa amerudi FAR Rabat. Kwa sasa yuko FAR Rabat kwa mkopo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana experience ya kutosha na ametolewa na mabingwa wa kihistoria wa kule nchini Misri Al Ahly, ili aweze kucheza zaidi. Ameweza kurejeshwa katika timu ya FAR Rabat aweze kupata nafasi ya kucheza. Ni mchezaji ambaye anapenda sana kutokea upande wa kushoto. Mguu wake wenye nguvu ni mguu wa kushoto, lakini pia anaweza pia kutokea upande wa kulia. Ni mchezaji wa kuchungwa sana, mchezaji wa kuangaliwa sana. Tunaweza kusema huyu ni starman katika timu yake. Jezi anaopenda kuvaa na anaovaa ili waweze kumtambua kirahisi, anavaa jezi namba 10. Mchezaji wa kuchungwa sana huyu Reda Slim. Ni mchezaji wa kuchungwa kweli kweli. Na ukiangalia hata katika mechi ambazo ameshacheza, katika mechi 7 ambazo amezicheza, mechi 4 aliweza kuanza. Lakini katika hizo mechi 4 ambazo ameweza kuanza, ameweza kufunga goli moja mpaka hivi sasa. Katika hizo mechi 3, katika mechi 7 ameondoka bila bao. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni mchezaji ambaye sio mchezaji wa kumchukulia poa, sio mchezaji wa kumwangalia katika jicho la kawaida sana bwana Sisco. Lakini pia tukiangalia kuna mchezaji mwingine ambaye anatakiwa kuchungwa zaidi, huyu anaitwa Hamza Kaba. Hamza Kaba pia naye ni mchezaji wa kuchungwa zaidi. Yeye jezi yake anapenda kuvaa ni jezi namba 17,
ni mchezaji ambaye anacheza center forward. Sasa huyu ni mshambuliaji kinara wa asili, anakaa pale katikati. Wakati Leda Slim yeye anaweza kukaa nyuma mshambuliaji au anaweza kutokea pembeni. Kwa kifupi tabia zake hazina tofauti sana na Pacome Pedro Zouzoua. Yani hawana tofauti sana kitabia na kimienendo. Kwa hiyo huyu pia Mzakaba yeye kwa by nature anacheza pale kama central forward, na katika mechi 7 ambazo amezicheza, hii ni taarifa njema kwa Yanga, hajapata bao. Mpaka sasa hajaweza kupata bao, lakini ni mchezaji wa kuchungwa, ni mchezaji wa kumwangalia zaidi. Yawezekana akaandika historia ikawa ni mechi ya 8 anakwenda kuicheza alafu akapata bao mbele ya Young African. Kwa hiyo ina maana wewe makini sana na huyu Mzakaba, naye ni mchezaji ambaye anatakiwa kuchungwa zaidi. Lakini bwana Sisco, mtu wa mwisho kabisa wa kuangaliwa, huyu anamuita master plan wa timu, anaitwa Mohamed Rabi. Huyu Mohamed Rabi sasa huyu ni defensive midfielder ambaye yeye mara nyingi sana mashambulizi huwa yanaanzia kwake na ndio huwa anatengeneza shape. Na mara nyingi wakipenda kuitumia ule mfumo wa 4-3-3, yeye mara nyingi sana huwa ndiye ambaye anakuwa gawa mwisho, wakati akiziruhusu beki namba 5 na beki namba 4 watanue mapana ya uwanja, alafu yakipaki katikati kuweza kuitengeneza kitu anaita mfumo umbo la kisu, kwamba anakuwa anavutika mmoja nyuma alafu kuna mapana upembeni na mapana mengine anakuwa upande wa kushoto. Kwa hiyo yeye ni hodari sana kwenye kuanzisha mashambulizi kuanzia chini huyu Mohamed Rabi, lakini pia ana pasi ndefu ambazo zenye uhakika zaidi, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye wa kufanya, wanasema kwamba passing within a dribbling. Amekuwa ni mtu mzuri sana wakati akiwa anafanya dribbling, amekuwa na pasi ambazo zinakuwa na accurate zaidi, lakini pia kwenye long range yuko vyema zaidi, pasi ndefu yuko vyema zaidi. Kama kwa kuweza kumfananisha, tungeweza kumfananisha enzi ya ubora wake akiwa Asman Idi Chuji. Nafikiri unamfahamu vizuri, kwamba katika pasi zile ndefu za kutuma masafa marefu huyu yuko bora zaidi. Kwa hiyo ni mtu wa kuweza kumwangalia zaidi, kwa sababu Leda Slim akiwa anatokea upande wa kushoto, kama akiwa na midfielder ambaye ana uwezo wa kupiga pasi ndefu kwa ufanisi zaidi, basi tutegemee kuona changamoto upande wa Mohamed Hussein Shabalala upande wa kushoto, na Kwizera Patrick Mwenda au kwa Shedrack Isaka Boka. Inategemea na mwalimu naye nani atakayemwamini kuweza kuanza upande wa kushoto. Kwa hiyo inawezekana kukawa na changamoto kubwa zaidi. Lakini pia upande wa huyu Mohamed Rabi, basi mimi nafikiri kwamba kama Mudathiri, haya basi box to box midfielding pamoja na mfanyakazi chafu wa kuharibu miundombinu ya mpinzani Maxim pia Zengeli, inawezekana akapewa kazi kubwa zaidi ya kuweza kumfanya Mohamed Rabi akose utulivu. Kama unakumbuka timu ya taifa ya Morocco waliweza kutufunga katika hatua ya robo finali, nafikiri uliona kazi chafu ambazo zilikuwa zinafanyika. Lakini katika hilo tulikuwa tunamkosa timu ya taifa mtu mwenye ufanisi mkubwa wa kuweza kuwa na moto na morali ya kuweza kukaba kwa 100% kama Maxim pia Zengeli, kwamba yeye anaweza kukaa na mpira na ukimpokonya mpira ana uwezo wa kutafuta mpira na kuweza kuupata. Kwa hiyo nafikiri akiweza kucheza kwa ufasaha zaidi na akiamka vizuri, basi inawezekana ikawa ni sehemu sawia kabisa ya kuweza kudhibiti kuanzia mipango inapoanzia kwa Mohamed Rabi. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo Steven Mapunda ametupeleka na kutupitisha kwa wale nyota hatari ambao ni wa kuchungwa kweli kweli, ili wasije kuharibu shughuli bwana. Tarehe 22 kwa maana siku ya Jumamosi visiwani Zanzibar pale New Amani Complex, Young Africans dhidi ya FAR Rabat. Umewafahamu hao Young Africans ili nao vizuri, basi shughuli inaweza ikawa nzuri kweli kweli. Naendelea kukukumbusha kampuni ya usafi iko moja tu ambayo inafanya kazi kwa ubora na si nyingine bali ni Double G Cleaners. Hawa wanasafisha nyumba zako zionekane kuwa bora zaidi, lakini maofisini, na wanafanya pia usafi kwenye maeneo kadha wa kadha. Lakini wale ambao mnajenga, ukishamaliza nyumba itakayofanywa usafi mkubwa kabla ya kuhamia, waone hawa Double G Cleaners. Sasa hawa wanapatikana kupitia nambari ya simu ya 0675 34 7634 ni 0675 34 ndio 7634. Yes bwana, mimi naitwa Sisco. Nyuma ya kamera yuko Ngosha, si mwingine ni Michael Arois. Kwa heri.